bado ungali pale pale. Nyumba yefu ukiwalau moshi. Hata kama chakula nitabu kwako. Yana Mungu wangu. Moshi itafukaje? Mwenyewe hivyo kichwa kinagura moto siku nzima. Unajua ni kwa ajili ya maradhi haya. Siku nzembe wala raha. Ndipo tufe njaa. Sivyo. Ndivyo. Njaa ilitishide sana. Ninajua, lakini mwenyewe nifanye nini? Miaka yote hiyo nikiwa ningali mzima na afya yangu. Mbona sifanya ajizi? Miaka yote hiyo nikipika mimi, nikiandaa na kukaribisha ule. Ngoja kazi hii nishinde. Leo maradhi. Basi, ono simute bintio. Akaja akakupeleka hospitali. Mwache mtoto apumzike. Hivi atashika mangapi? Apumzike nini? Mimi nilipumzika kumpeleka shule. Kaiza. Huko kanzika. Sote tulijizatiti kule. Ila tulikuwa tunatimiza wajibu. Kila mbegu ipandwayo haina budi kuzaa. Nizaa mazao yake huvunwa. Mtu itakasa sahani yake akijua itamfaa tena. Kinacholelewa hakina budi kulea. Sina shaka na kauli yako ya hekima. Lakini mtoto huyu pamoja na mzigo wa familia yake amejaribu kisa chake. Amewafaa nuna wake kwa hali na mali. Ninasikia kulipa chuo kikuu si jambo lele mama. Nimewashinda hata wanaume wenye mishahara minono serikalini. Kutoa ni moyo, usembe ni utajiri. Si lakini pamoja na moyo huyo mtu jikuna jipatapo. Si neno, lakini sharti ujue kwamba fimbo ya mzee mwana wakati. Nifuache. Fimbo anarithi watoto wa kiume, si wa kike. Huyu sasa anakwake. Ndio ina majukumu yake. Angeipata wapi ndoa hiyo kama si kwa elimu niliyojinyima mengi ili apate? Kumbukapo malezi tamfuka. Ni kanuni kwa yeyote alielewa. Kweli. Sehemu hiyo ulicheza vizuri. Naye anajua kushukuru. Hata hivyo, aliyoyafanya hapa hakika hayana kifani. Kule mfanya lipi la ajabu? Kulipia ndugu zake karo ni ajabu. Si hoja hiyo. Hoja basi ni vipi? Ugonjwa huu usinge nibakisha kazi kwa yote siku ile. Ulikuwa umenila kisa cha kuniacha chini. Si chakavu kwenye mkao wa jua. Hadi akaja yeye na kunipeleka kwa wataalamu. Ninajua tunamtetea kwa sababu ya hiyo. Si mimi tu. Sote tumefaidi uzazi wetu. Mungu afanye alilonifanyia. Yona, umesahau mara. Hukumbuki kwa Neema alituachilia wafanye kazi wa kutusaidia. Sasa wako wapi katika shamba? Wa kwanza. Patricia. Yes, madam. Kuja. Aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Wa pili.
tulimwachisha kazi sisi wenyewe kwa kuwa hakuwa mwaminifu. Una kazi gani nyingi hapa? Hiyo ndio ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi, kinakuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni jozi iliyopotea. Nilipokuwa na afya yangu, tulishirikiana kutafuta riziki, japo mara nyingi haikuwa rahisi. Tulijitolea hadi ikashinda. Leo hii hali ni tofauti. Bila yeye na roho wake Rahima wa kusaidia, sijui wenzake wangekuwaje. Wasichana wengi wanapoolewa huwasahau ndugu zao, hutupa jogoo na mti wake. Sisi tuna bahati ya mtende kuwa tuna mtoto anayetusikiliza na kutupiga jeki. Ndio sasa situletee Pondo hapa tena. Simaanishi hivyo. Ninasema tu kwamba mzigo aliyotuondolea ni mzito. Nasi basi inatufaa tumwelewe. Ni wazi kama mchana wakuwa anagharamikia matibabu yako, utataka kusikia jingine? Jamani, mtoto amejaribu. Hivi umesahau hata wewe anamtumia hela za kununulia dawa. Sasa hivi umetumia mapeni aliyotumia kwenda kuona wazee ili wasione shabiki. Shabiki ndio. Leo si hivyo. Wangekuwa washakupatika jina, wangekupiga vichende na kukutoa. Sasa mwenyewe ukamwona. Ala. Kumbe haya ndio naambia wanao. Yepi tena? Eti mimi ni mzigo. Eti wananisaidia. Unaunganisha nao. Ana haja gani ya hayo? Wasiwasi wako mwenyewe tu. Lakini tabia yenu wanawake, miaka inaposonga hivi, unaanza kutuona kama vile tabara bovu lisilomjia akilini mpiga deki. Unayafanya makubwa bure mwenzangu. Unafahamu vizuri kwa hiyo si hulika yangu. Ana haja gani ya mimi nivunje mti? Kila tuzungumzalo litokee jambo lisilokuwa vizuri, unarudi pale watoto wako. Wangu mimi tu vipi? Watoto hawa si zawadi ya kushirika vitu. Wangapi wanatamani kuziona angalau sura zao, lakini wajajani nimesahau mara Yona. Basi nawe usifanye marefu kuliko ilivyo. Nimesikia. Haya, lililobaki ni sisi kumpa baraka zetu. Haya, na ile baki. Hata wakati giza lilikuwa mwangaza, maneno yako yalinichoma, lakini moyo wangu haukujua chuki. Bado nakupenda hata kama tulianguka na kupotea. Hivi leo nyumba hii ifuki. Subiri, nimemtumia Tina salamu, aje tufanyie chochote. Mwenzenu nilivyo, sijifai kitu, mwili mzima mfano wa bua. Haya, nitasubiri. Hata kawia, yeye huitika mtu wake haraka. Hivi ndivyo umekula mwanangu? Nimeshiba mama. Tumbo lenyewe la kukula sana liko wapi? Hata mtoto hawezi kukuzaguza ulivyofanya wewe. Ninakushangaa. Ni kama unayetuvuka chakula. Si hivyo mama. Tumbo lenyewe limeshafanya mazoea.
ardhi yenyewe ya kulima na kuzalisha liko wapi? Hata hivyo, mvua lenyewe limefanya ugeni. Imeadimika, afadhali wali wa damu. Sasa ni wakati wa kufunga masomo. Masomo hufungwa wakati mtu ametia kitu mdomoni. Pamoja na hali ngumu iliyoko, bado hatujafikia pa kukosa mlo wa kimsingi. Ndiyo, hatumudu viliwa vya samli, lakini hatuwezi shikana kwamba tunazogwa na njaa. Tazama ulivyokonda. Unaelekea kushindana na ng'onda. Hiyo nafasi ya ng'onda unitaka kwa nini? Si hivyo mama unavyochukulia. Haya basi, niambie. Dunia ya leo haidhamini kimo, inadhamini akili. Haitaki kututumua kwa misuli, inataka tambo la fikra. Haya mama, muone Neema binti Yona, si kifefe wala chuma cha reli. Yule tangu akiwa kiduchu amekuwa na kimo cha sindano ya nguo, lakini vile vile mwenye akili ya ncha ya sindano. Nilipomuona alikuwa bado vile vile, lakini akikutazama unahisi anazisoma fikra zako. Yona. Yona naye anaingililia wapi? Njia. Kweli sawa na moyo wa mwanadamu, imejaa giza. Wanavyosema, giza haimwagulii msafiri. Mama, maisha ni sawa na safari, ni fumbo. Ninakwambia mwanangu, Sara alitiwa vinywani mwa watu. Alitafunwa kama chingamu, naye hakuwa chingamu wenye wa kuisha sukari. Inasikitisha tu kwamba sasa maradhi hayaishi kumwandama, yamemgeuza ngoma. Nilimwona akitoka kliniki nyonge huyo, lakini mwanamke huyo ana ujasiri. Maisha ya hapa kijijini yalimsukasuka mpaka akakakamaa. Hata huo upepo wa ugonjwa hauwezi moyo wake. Hili dogo sasa. Ananii naye amebarikiwa na watoto wenye akili nzuri. Wote wamehitimu vizuri na kuleta faraja. Walishasema, baada ya dhiki faraja. Faraja ni zao la dhiki. Leo hii kikapu cha mama kimejaa ndago. Kwa hivyo ameyapitia mengi, tena mazito. Pamoja na tabasamu zake, ninajua amepitia mtihani kama familia yote. Ila kila nikikutana naye uso wake umejaa tabasamu, hata hivi akiwa mgonjwa. Huyo ndiye Sara, mmoja kati ya watu wangwana dunia hii. Sikujua na alikuwa na lolote lililomkaa moyoni. Nikwambie nini mwanangu? Sara aliitwa tasa. Wakati mwingine yeye na mumewe waliitwa wagumba, lakini shoka la ugumba lilimwangukia yeye zaidi kuliko mwenziwe. Lakini si wana watoto, ama watoto hao ndio unasema si wao? Damu yao hiyo, lakini wameiona baada ya hodari wa kusema wa kubandika hili na lile. Vipi hivyo? Yaani yamesema mengi siku hizi kama ilivyo ada katika jamii nyingi za Kiafrika.麦わら